Mpendwa mtazamaji, ni tarehe 1 mwaka mpya. Heri sana kwa mwaka mpya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Leo kanisa linafanya sherehe ya Mama Bikira Maria, mama wa Mungu. Na masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hesabu sura ya 6, ile aya ya 22 hadi ya 27. Somo la pili linatoka kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ile ya 4 aya ya 4 mpaka ya 7. Na injili inatoka kwa mwinjili Luka sura ile ya 2 aya ya 16 mpaka ya 21. Nitaisoma injili. Siku ile wachungaji walienda kwa haraka, wakamkuta Maria na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala porini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi, huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote walioyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika sherehe ya mwaka mpya ambao unaanza Januari, naomba tujiulize swali hili: kwa nini mwaka mpya unaanza na neno hili la mwezi Januari? Mwaka mpya, mpendwa mtazamaji, ni sherehe ambayo imetengenezwa na mwanadamu. Jina Januari lilitokana na mungu wa Kirumi Janus. Janus alikuwa ni mungu ambaye ni mungu wa mwanzo, alikuwa ni mungu wa malango, alikuwa ni mungu wa mabadiliko, na alikuwa ni mungu wa wakati. Janus alikuwa ni mungu ambaye alikuwa ana nyuso mbili. Mmoja ulikuwa sura ya kwanza au uso wa kwanza wa Janus ulikuwa ukiangalia zama zilizopita, na uso wa pili ulikuwa unaangalia siku ambazo zinazokuja. Ni kweli, katika hali hiyo basi ndipo sasa katika kufunga mwaka, tunapokaribisha mwaka mpya, tunaangalia nyuma, yani mwaka uliopita, na baadaye pia tunaanza kutazamia mwaka ule ambao mwaka mpya ambao uko mbele yetu. Kanisa katika kuweza kuboresha huu mwaka likasema tarehe 1 ya mwezi huu Januari, kanisa linafanya sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu, tofauti na zile taratibu za Kirumi. Yaani kwa sababu kanisa lenyewe mwaka wake mpya unaanza Dominika ya kwanza ile ya Majilio, ambapo ndipo sasa inatangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Katika sherehe hii ambapo tarehe 1 ya mwezi wa kwanza linapofanya sikukuu ya Mama Bikira Maria mama wa Mungu. Kwa nini linafanya hivyo? Linafanya hivyo kwa sababu linaadhimisha kwamba Bikira Maria ambaye ni mama wa Mungu, ndani ya kipindi cha Oktava ya kipindi cha Noeli, ndipo alipomleta Yesu Kristo ambaye ni mwanga wa dunia, amani yetu. Na ndani ya kipindi hiki cha Oktava hii ya Noeli, ambapo imeangukia hii tarehe 1, ndipo ambapo matendo mbalimbali makuu yalifanyika kwa huyu mtoto Yesu, yaani kutahiriwa hadi kuja kupewa jina, na baadaye pia na mambo mengine na zile taratibu ambazo zilikuwa ni za Kiyahudi. Sasa kanisa limeamua kumpatia heshima Mama Bikira Maria siku hii ya leo, kwamba yeye ni mama wa Mungu, ambapo ilianza mwaka 431 kwamba baraza la Efeso lilitangaza kwamba Bikira Maria yeye ni mama wa Mungu kwa sababu amemzaa Kristo, na Kristo huyu ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu.
na ilikuwa ni matamko ya kuweza kupinga uzushi wa bwana mmoja alikuwa anaitwa Nestori, ambaye yeye alitoa uzushi kwamba mama Bikira Maria alimzaa Yesu kibinadamu na huyu Yesu sio Mungu. Badala ya nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu alifuta huyu Nestori. Badala yake sasa, katika hiyo sikukuu ndipo sasa tarehe moja, badala ya kwanza kumtazama yule Mungu wa Kirumi, tukasema sasa tunamtazama huyu mama Bikira Maria ambaye ni mama wa Mungu. Kanisa lote linakuja kukimbilia kwa huyu mama wa Mungu ambaye alimzaa Yesu Kristo, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, na ambaye pia ni mama yetu. Wakasema huyu Bikira Maria ni mama wa Mungu. Na hii historia ambayo imedumu kwa muda mrefu sana inatupelekea siku ya leo kwamba kumweka mama Bikira Maria kwamba ni mama yetu, mama wa Mungu, kwamba atutangulie, ambaye yeye ni nyota ya bahari, atutangulie katika siku zetu zote za 364 katika mwaka mzima, kama vile Mwenyezi Mungu alivyompatia heshima ya kuweza kumtunza mtoto Yesu ndani ya tumbo lake, akakaa tumboni kwa muda miezi 9 na baadaye akamtunza kwa muda kipindi chote mpaka akaja akamwaga damu yake pale msalabani akatukomboa. Pia huyu mama aweze kwenda pamoja na sisi, aweze kuwa amani yetu. Huyu mama ambaye amemleta mkombozi aweze kuwa amani yetu katika maisha yetu yote. Siku ya leo tarehe moja, katika kuweza kutafakari mambo makuu hayo ya Mwenyezi Mungu, ni siku ya baraka. Tarehe moja ni siku ya baraka, na ndio maana basi kanisa limeanza kunukuu maneno ambayo yametoka katika kitabu cha Hesabu ile sura ya 6 aya ya 24 mpaka ya 26 kwamba Bwana akubariki na kukulinda. Utaitikia amina. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupatia amani. Haya ndiyo maneno ambayo Mwenyezi Mungu alimwamuru Musa mtumishi wake kwamba utawabariki wana wa Israeli popote pale watakapoenda, na Bwana akasema maneno haya ukiyatamka, jina langu litakuwa juu ya wana wa Israeli, amesema nami nitawabarikia. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, siku ya leo ni siku ya kuweza kujibariki. Siku ya leo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu anatubariki. Ni mwaka mpya. Katika mwaka mpya tunategemea baraka za Mwenyezi Mungu. Wabariki watu wako, bariki kazi zako, bariki mipango yako, na baadaye pia uwe na ujasiri ule katika swala zima la kukubali kwamba changamoto ambazo umevuka nazo mwaka uliopita zisisonge mbele katika safari ya maisha yako, kwa sababu ni mwaka wenye baraka. Katika mwaka huu ambapo ni una baraka katika kila maeneo ambapo Mwenyezi Mungu ametubariki, ambapo tunaanza mwaka mpya, tunaungana na ule waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa kanisa la Korinto sura ya 5 aya 17 kwamba yeyote yule ambaye amekuwa ndani ya Kristo, amesema kwamba huyu anakuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo kama umeingia mwaka mpya ukiwa ndani ya Kristo, umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Sasa ukubali kwamba wewe ni kiumbe kipya. Anza na mawazo mapya, anza na mipango mipya. Huwezi ukaenda ukapaka rangi ile mipango ya zamani ambayo imeshaharibika. Anza na mitazamo mipya. Hata kama ulikuwa umeshindwa, kubali kwanza upya, kwa sababu wewe ukiungo ndani ya Kristo. Katika siku ya leo ambayo ni ya baraka, tunaungana pia na nabii Isaya katika kile kitabu chake cha nabii Isaya sura 43 aya 18 mpaka 19, ambapo nabii Isaya anatoa neno la unabii. Amesema, tazama ninafanya jambo jipya. Katika baraka hii ambayo Mwenyezi Mungu ametubarikia, amesema yeye anaenda kufanya jambo jipya. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu ameamua kushuka kwetu kuja kufanya jambo jipya, kwa nini usianze jambo jipya? Kwa nini uendelee na mambo ya zamani? Kwa nini uendelee na dhambi za zamani? Kwa nini uendelee na kukata tamaa kwa zamani? Anza jambo jipya. Mungu wetu ambaye anayetuwazia mambo mazuri amesema anaenda kufanya jambo jipya. Shirikiana na baraka hii ya Mwenyezi Mungu. Na katika hali hiyo sasa, katika baraka hizi ambazo Mwenyezi Mungu ametuahidia, tarehe moja tunaungana na Paulo ambaye alipokuwa gerezani, mwenzetu anateseka, anasubiri kifo, alipata neno la gumu sana, neno la ushindi kwake. Katika Wafilipi sura ile ya 3 aya 13 mpaka 14 akasema, sasa ninayasahau ya nyuma
na sasa ninatazamia mambo ya mbele yaliyo mbele yangu. Mpendwa mtazamaji, sahau mambo ya nyuma ambayo yametokea. Sahau kila kitu. Mbele yako kuna baraka, mbele yako kuna ushindi, mbele yako kuna mafanikio ambayo ni makubwa zaidi. Jione kabisa kama umebarikiwa. Hakuna baraka nyingine kama kuweza kuona mwaka mpya. Katika hali hiyo sasa, mpendwa mtazamaji, ninakusii uweze kuwa mtu wa shukrani. Mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa yote. Mshukuru hata katika nyakati zile ambazo umeanguka. Mshukuru hata katika nyakati ambazo ulikuwa unatenda dhambi na baadaye ukainuka. Mwambie Mwenyezi Mungu asante. Mshukuru Mwenyezi Mungu katika milima na mabonde yote ambayo umeyapita katika mwaka uliopita, na ukiri kwamba Mwenyezi Mungu asingekuwa ni yeye, leo tusingekuwa tumefika hapa. Na katika hali hiyo sasa, ninakusii mpendwa mtazamaji, kumbatia mwanzo mpya. Anza na mambo mpya. Anza historia mpya katika uwepo wa Bwana. Yaani ifanye historia yako iweze kuwa na upendo. Ifanye historia yako iweze kuwa na alama kwamba mimi sasa si mtumwa tena katika swala lazima la mambo ya dhambi. Na katika baraka hiyo, katika mwaka mpya, mpendwa mtazamaji, pamoja na Mama Bikira Maria, ukubali uweze kukua kiroho. Anza wito mpya wa neema ya Mwenyezi Mungu. Jizoeze kufanya matendo ya utauwa. Usijizoeze kufanya mambo mengine. Mwaka huu utakuwa ni mwaka wa ushindi sana kwa wale ambao watakuwa na mazoezi ya kufanya mazoezi makubwa ya kiroho, kwa sababu mwaka unaofuata utakuwa ni mwaka mkamilifu, utakuwa ni mwaka ambao ni wa Mwenyezi Mungu. Katika hilo, mpendwa mtazamaji, tunatumaini lilo jema, tumaini pamoja na Kristo. Ninakusii katika hiyo uweze kuwa mfano mwema kwa kila mmoja. Usikubali kuishi katika swala zima la vinyongo, ukubali kuishi katika furaha. Bwana katika siku ya leo akubariki na kukulinda. Bwana katika siku ya leo akuangazishie nuru ya uso wake, na Bwana yeye mwenyewe katika mwaka mpya aweze kukufadhili. Bwana katika safari yote ya siku 364 aweze kuinulia uso wake na kukupatia amani. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.